Habari, mimi ni Dkt. Venkatesh Rajkumar, mshauri wa magonjwa ya figo katika hospitali za Apollo Chennai. Leo nitazungumzia mada muhimu katika taaluma ya magonjwa ya figo, uchunguzi wa figo kwa kutumia kipande kidogo cha tishu, biopsi ya figo. Kwa kufanya biopsi, tunaingiza sindano ndogo kwenye figo, tunachukua kipande kidogo cha tishu kukiangalia chini ya hadubini kupata taarifa nyingi kuhusu tishu zinazohusiana na figo. Jambo muhimu kuhusu biopsi ni kwamba mara tu unapozungumzia biopsi, wasiwasi wa kwanza wa mgonjwa ni je, tunashughulika na saratani? Ninaweza kuondoa hofu hiyo moja kwa moja nikisema kwamba sio kuhusu saratani kabisa. Katika figo hatufanyi biopsi ili kutafuta saratani. Badala yake, tunafanya biopsi ili kujua sababu ya tatizo la figo. Kwa hiyo kuna sababu chache za kufanya biopsi, na sababu ya kawaida zaidi ni kuwepo kwa protini kwenye mkojo. Kwa kawaida hatuna protini kwenye mkojo. Pale mtu anapokuwa na protini kwenye mkojo zaidi ya kiwango kinachotarajiwa kulingana na umri wake, kabila na mambo mengine, kwa kawaida tunafanya biopsi ili kujua sababu, ili tuweze kutibu ipasavyo na kuponya. Pia pale mtu anapopata kushindwa kwa figo, yaani figo kushindwa kufanya kazi vizuri na sababu haijulikani. Kwa hiyo kushindwa kwa figo kusikotarajiwa, hiyo ndiyo sababu ya pili inayojitokeza sana ya kufanya biopsi ya figo. Kwa kawaida hii ni taratibu ya siku moja tu, sio upasuaji. Utahitaji tu ganzi ya sehemu ndogo, maana yake hakutakuwa na kukatwa au kitu chochote kama hicho. Tutatoa ganzi ndogo kwenye sehemu ya mgongo wako, sehemu ya chini ya tumbo, na tutafanya uchunguzi kwa kutumia ultrasound. Chini ya uongozi wa ultrasound, utapitisha sindano, kuchukua kipande kidogo kutoka kwenye figo, kimoja au viwili kulingana na uhitaji, na kukiangalia chini ya darubini. Hiyo itakupa taarifa nyingi kuhusu asili ya tatizo la figo, muda wa tatizo hilo, na ni chaguzi gani za matibabu zinazoweza kupatikana. Kwa kufanya biopsi, tunaweza kupata taarifa hizi zote na kutibu magonjwa yanayohusiana na figo kwa njia sahihi, na tunaweza kuponya mengi kati ya hayo. Asante.